tunapozungumza habari ya kifo, kuna hatari mbele, kuna hukumu inamsubiria wanadamu baada ya kifo. Kwa nini unawaza mwisho wa wanadamu ni kufa tu, hakuna kingine? Ni kwa sababu huko mwilini, huko kwenye kopi, unaamini kopi kuliko uhalisia. Yaani maisha mwili tunapoishi huku ni kopi ya ulimwengu wa roho. Maanake original ni katika ulimwengu wa roho. Maandiko yanasema kwamba yule awazae sana mwilini, yule atendaye sana mwilini huyawaza ya mwilini tu. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, mpaka leo hii, kwa nini unadanganyika na unasema kwamba mwisho? Tunapozungumza habari ya kurudi kwa Yesu Kristo kumekaribia, habari ya mwisho ulimwengu imekaribia, unasema hapana, ni uongo tu, ni habari tu za watu wamezungumzaga, lakini hakuna chochote, kwa sababu hilo neno limeandikwa, mwisho wa wanadamu bana ni kufa tu, hakuna kingine, hakuna mwisho wa dunia. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, anza kuwaza mbali. Kuna asili ya kimungu iruhusu itende kazi ndani yako. Toka mwanadamu kuumbwa, awe mpagani, ameokoka, yoyote na dini yake, pamoja nje ya yote, kuna asili ya kiungu ndani yake inaishi mpaka leo, ila tu shetani huwa anaizima. Hebu iruhusu hiyo asili ya kusudi la Mungu. Anasema uangalia neno lake ili kulitimiza ndani ya mwanadamu. Alitimizi neno hilo kwa ajili ya maombi tu peke yake, kwa ajili ya kufunga peke yake. Kuna nguvu ya asili akimwona mwanadamu anaenelekea katika utaua, anaelekea kuishi ile haki ambayo Mungu alimkusudia, huwa kuna neno analitazama kutaka kulitimiza, huwa analiangalia kutaka kulitimiza. Kwa hiyo wito wangu leo hii, mtu wa Mungu, ninakwambia kwa neno la Bwana na kwa upendo mkubwa, anasema kwamba nilikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Kwa nini nabaki hapo kwanza kabla tuende kwenye tele? Anasema nilikuja ili wawe na uzima. Maana yake nini? Baada ya kupatanisha, tukio la kupatanishwa na Kristo tu, unaepushwa na vitu vingi sana hapa duniani. Unakuwa mshindi namba moja kabla ya Yerusalemu mpya. Unakuwa na ushindi hapa duniani. Maana yake magonjwa hayatakuwa juu yako. Maana yake hautakuwa mtumwa wa kuwaza chochote ambacho kinakutia hatiani. Maana yake utakuwa unawaza wazo la ushindi, unaishi maisha ya kishindi ndani yako. Kwa sababu kuna amani ndani. Anasema nilikuja ili wawe na uzima. Maana yake uzima hautokei tu tunapokuwa tumenyakuliwa, hautokei tu tunapokuwa tukiishi na Baba milele. Anasema nikautazama mji Yerusalemu unashuka kutoka mbinguni, mji umepambwa kama bwana harusi. Haleluya! Maana yake ni kwamba tunapomwamini Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu, mtu wa Mungu, pale ulipo, cha kwanza kinatokea, tunakuwa na uzima ndani yetu. Cha mwisho kabisa, ambao ndio kusudi kubwa, anasema kisha muwe nao tele, kisha muwe nao tele, kisha muwe nao tele. Maana yake nini? Mkibrania anasema kwamba baada ya kifo ni hukumu, baada ya kifo ni hukumu, baada ya kupumzika ni hukumu. Maanake ni nini? Nataka nikwambie, kila mtu kuna hukumu yake. Watakatifu wana hukumu yao sawa sana matendo yao, watapimwa kwenye mzani wao, lakini wale ambao watafaa, Bwana atakuwa upande wao. Mtu wa Mungu, ni nini unachokisubiri? Pendo liko hapa, limetolewa, tangazo limetolewa, mlango bado uko wazi. Kwa nini bado unaendelea kutembea katika mlango ambao mwisho wake ni upotevuni, mwisho wake hauna suluhisho, mwisho wake hauna mwelekeo? Nikasema kitabu cha Kumbukumbu la Torati 30 pale zungumza, nasema hivi, ninazishuhudia mbingu hivi leo, nazishuhudia mbingu hivi leo. Chagua hivi leo. Nimekuwekea njia ya uzima, namba moja, lakini akisema nimekuwekea njia ya mauti. Chagua hivi leo, ni njia ipi utaiendea? Njia hii ni ile ile ambayo imekuja kuzungumza kitabu cha Mathayo sura ya 13 kuanzia 7 pale. Anazungumza, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana njia ni pana nayo iendayo upotevuni. Bwana Yesu atusaidie sana. Maana hizo njia mbili zimeendelea kuzungumza kwa habari toka Agano la Kale, njia hizo mbili. Lakini angalia kwenye agano hili anazungumza hapa, amesema kwamba kwenye Agano la Kale anasema kwamba nimekuwekea njia mbele yako ya laana na mauti, lakini anasema baraka na uzima. Maana kile baraka inamaanisha nini? Hapa nimekuja ili wawe na uzima. Hapo unapokuwa duniani kuna neno la baraka lazima lianze kutimia, lakini akasema laana ni kupotea milele, ni kupoteza mwelekeo baada ya kufunga historia ya ulimwengu.
Anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Anasema ya kwamba jitieni nira yangu, mjifunze kwangu. Nini kiko katika kujifunza katika Kristo? Anasema ya kwamba mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli, mtaifahamu kweli. Ukitaka kuifahamu kweli, kubali kuwa mwanafunzi wa kitu kinachoitwa neno la Mungu. Praise the Lord. Lazima ukubali kuwa mwanafunzi wa Kristo. Nje ya hapo lazima utakataliwa tu. Mjumbe anasema lazima